Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wiki jana tulikuwa na mgeni ambaye alitupa mzinduo mkubwa sana. Nikasema katika ule msemo wetu wa Kiarabu mara nyingi wanautumia is'alil mujarrib wala yus'alu tabibu. Uliza dawa yule aloitumia, usimuulize daktari. Kwa bahatika tulibahatika huyu daktari mwenyewe alitoa dawa na dawa akaitumia yeye mwenyewe. Mahali alipofikiria yeye mpaka akakamilisha ile karia yake ilikuwa jambo kubwa sana. Mahali alipoanzia, ikiwa sisi twazungumzia ati ukipata hii hufai tena, yeye alituonesha maizi alizokuwa nazo. Alipoamua atakageuka, basi aligeuka moja kwa moja. Kwa hivyo leo tufuatilia sesi klasi zetu, pengine tutayapa nguvu yale ambayo yeye aliyazungumza katika hino topic yetu ya leo. Topic yetu, katika wale ambao wanatusikiliza, ndugu yetu Mselem Rashid Kasim Al-Mandri kutoka Oman ametuomba tuizungumze topic ya subra, na amejitolea insha Allah wiki ijayo katika haya tutakao yazungumza tutakuwa na test. Amejitolea sisi kutuzawadia, kutuwapa zawadi kama ile kawaida yetu. Takbir! Hino ni ishara kubwa kama kuna watu wanatufuatilia sisi kuangalia maendeleo yetu tuko vipi. Kuna watu wamefuta fikra zao kuonekana watoto wa Old Town au watoto sisi jamaa zaidi tuko kwenye dragi, tuko kwenye marungi, tuko kwenye anasa tu peke yake. Hizi fikra zimeanza kuwaondokea watu, kuwapa moyo. Juzi alitukua bibi moja, yule akatoa zawadi, leo ni huyu. Na kuna yule ambaye tayari katika matayarisho hivi twajitayarisha katika zile zawadi kubwa, ambaye si mwingine ni Muhammad Mbaruka Shikeli, ambaye last time alitoa zile electronics maarufu aitwa baji. Yuko ndiani na yeye katika haya kila tukijiendeleza, na kuna wengine watokezea kutupa moyo sisi. Topic ya leo yazungumzia, yasema, nafikiri mkisoma hapa, yasema he who has a why to live for can bear with anyhow. Yule ambaye katika haya maisha yeye yuaishi akiwa ana malengo, akiwa ashatagua karia yake atakakuwa nani, akiwa atakaleta mageuzi kwake yeye, mageuzi ndani ya nyumbani yao, mageuzi kwa community, asema can bear with anyhow.
livalo lolote, zito lolote, atajipiga kifua, kwa sababu tayari ashatagua ataka nini yeye. Ameamua, kuna kitu ashajiseti ndani, ana uamuzi wa ndani, ametagua kitu gani yeye yuwataka. Sasa livalo na live, let come what may. Kwa hivyo katika uamuzi huno kuna phase atakuwa apitia mimi na wewe, kuna phase utakuwa unapitia wewe. Hizi phase ndio tutataka kuzizungumza leo. Isiwe wewe watagua jambo halafu waona surprise, mbona mimi nataka hivi, mbona yankuwa hivi, mimi nataka hivi, mbona yankuwa vingine sivyo nitakavyo hivi. Kwa hivyo kuna phase ambayo wewe utapitia. Hino phase we want to create awareness, iwe mutaijua nyinyi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaqulu tabaraka wa taala fi kitabihi al-aziz, Mwenyezi Mungu alotukuka katika kitabu chake kitukufu atuambia, wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Mwenyezi Mungu atuambia katika hayo ambayo wewe wayafuatilia, akwambia wewe na mimi, wallahi nitawapa mitihani nyinyi. Be prepared katika lile ambalo wewe walifuata, ujue there is no easy going. Kuna mitihani itakuja. There is nothing for free. Hakuna kitu kupawa bure. Mara nyingi mimi huzungumza, nasema the only thing wewe ambacho wewe ukikaa kitakuja ndani ya nyumba yenu bila shida yoyote. Hufanyi kazi, husumbuki, hakuna wa kukuudhi, kitakuja ndani ya mlango wenu kitabisha. Kitu gani hicho? That is poverty, ufukara. Hicho peke yake you get it for free, ikiwa wakiona kina faida. Lakini chochote ambacho wewe wakifuata kina manufaa na wewe, utakuja leta mageuzi. Sasa kitu kile lazima kina mitihani. Be prepared. Sasa tuweni katika hii safari pamoja, ili awareness kama tuko nayo, twaiteka vipi hino mitihani na ina natija gani. Asema nitawapa mitihani mpaka niwajue wale mujahidi. Watu wame declare jihadi. Kizungumza si za kupigana. Jihadi ni kuwa wewe uko tayari kuleta mageuzi. Lile ambalo walitaka wewe ni ilmu, you are all out, let come what may. Hii ni jihadi. Watu wamesacrifice juu yako, wazazi wamejitolea juu yako. Sasa wewe sasa uko katika jihadi kuleta mageuzi. Waswabirina, na wale ambao watasubiri katika haya yakitendeka. Wanablu akhbarakum, hizi habari hizi zitatoka wazi, utajulikana wewe msimamo wako uko vipi. Sasa hino subira hii tutaka kuizungumza ili tupate manufaa ndani yake. Katika subira kuna kitu gani ambacho kinaleta natija, kinaleta mageuzi, kinaleta wewe kukunufaisha katika hino subira. Subira hapa tutaizungumza imegawanyika mara mbili. Pale ukisoma juu, two major ingredients za subira
mambo mawili. La kwanza ni faith, imani. La pili persistence. Wewe msimamo wako katika ule unalolitaka persist kiwango gani wewe? Nani aweza kunifahamisha mimi what is persistence? Haya, bila kupoteza wakati. Persistence ni kuwa wataka jambo, sikuwa linkuwa kila halivi ndio wa persist. Umfanya hisabu kama alivyotufahamisha dokta wiki jana, ameanguka mpaka ankuja pata mai. Persistence yake ndio ikamfanya akarudi kwenye D, akarudi kwenye, akatueleza ile mikakati yote aliopitia mpaka akaja akapata A, mpaka leo anka hapa tuzungumza, mtu ni daktari. He persisted. Kila halivi wewe useme mimi nitajaribu na hivi, ndio hii haikufaulu, mimi najaribu na hivi. Sasa katika haya mambo mawili tutaanza kulizungumza hili la faith, imani. Katika subra watakikana kitu imani lazima uwe nayo. Katika kuizungumza imani, siku za nyuma tuliwahi kuizungumza kisa cha mtume mtukufu huyu Nabii Yusuf bin Yaqub. Nani atanambia babake? Babu yake nani? Bin Ishaq bin Ibrahim. Huyu ambaye tuamzungumza yeye ni mtume, babake ni mtume, babu yake ni mtume, babu wa babu yake ni mtume. Ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amsimulia, lakad kana fi qasasihim ibratun lil albabu. Katika visa vyao hivi, kikikoma kile kisa cha Nabii Yusuf, asema muna mazingatio makubwa kwa watu wenye akili. Hebu twende kwake atupe natija gani katika imani. Alifaulu vipi mpaka akawa king of Egypt? Huyu mtu huyu kiumbe mtukufu sana. Nabii Yusuf, kukikatiliza kisa chake, kuna mahali sisi tunataka kufikiria atupe hino natija ya faith na hii ya subra. Tuelewa vizuri ndoto aloota yeye. Karia yake alipangiwa na Mungu. Ndoto yake aliota kama atakuja kuwa mtu mtukufu sana, atakuwa mfalme. Baada ya kuota tu, sasa mitihani yaanza. Haya ndio malengo ambayo tutataka kuyazungumza. Baada ya kujua tu sasa aelekea wapi, kitu gani Mwenyezi Mungu ashatabiriwa atakuwa nani, mitihani yaanza. Mitihani yaanza ndani ya nyumba mwanzo. Ndugu wote wafanya uadui na yeye. Hivi ndivyo ilivyo. Hakuna sababu yoyote, wangia kumtukia tu. Kwa nini huyu apendwa? Kufika hadi mpaka kumtukua. Nitakwenda mbio hichi kisa, kuna mahali mimi nataka kuzungumza. Tunataka kumzungumza huyu kiumbe mtukufu. Kwa hivyo nitakuwa nikenda haraka mpaka tufikirie pale ambapo tupataka hapa. Ndugu wafanya njama mpaka wenda mtia kisimani. Kisimani ajaokotwa mtume wa Mungu, enda uzwa kama mtumwa, as a slave. Kiumbe mtukufu. Mtoto ni mtume, baba ni mtume, babu ni mtume, babu wa babu ni mtume, enda uzwa kama slave. Kuishi mule kwenye nyumba mfalme, mitihani baada ya mitihani. Mke wa mfalme angia kufanyaje? Angia kumtamani yeye. Lakini alikuwa kufahamu katika imani yake.
akasema na hiari kwangu mimi kutiwa jela kama hayo ambayo mambo machafu wewe waniitia mimi. Asema nini? Asijnu ahabu ilayya mimma yad'una. Ngome ni jazakallah khairuma, mbora kwangu mimi nende nikafungwe kuliko haya machafu unaniletea. Kisha ni kirefu. Akaona miujiza yule mwanamke, akaingia ndani ya chumba, akafunga milango haipungui milango 7. Akaingia kumfuata, milango intiwaloki ikafunguka mwenyewe, mwanamke bado hazinduki tu, kila mlango baada ya mlango afunguka mpaka akapata kutoka. Kisha kikenda ikakomea afungwe 13 years akasavi njeli, miaka 13 akasavu. Kukangia watu kuota ndani ya jela mpaka ikafika hadi akabidi atoke, mpaka akenda akatawala Masri. Manake topic ya leo ni ndefu, lazima nikirukeruke hichi kisa. Alipotawala kukangia ndaa, ndugu yake, ndugu zao wote wakafika, wakatoka kwao walioko mahali waliko, wakangia mpaka Masri kwenda kutafuta chakula. Dunia yote imewaka moto kwa jua. Akenda mara ya kwanza, mara ya pili. Kuna wakati sasa ndio atakatupa hino remedy, atakatupa hino fununu kwa nini ye alifika pale mpaka akawa mfalme. Ikafika wakati Nabii Yusuf azungumza nao, awambia hal alimtum ma faaltum bi Yusuf wa akhi idh antum jahilun. Nyinyi mwakumbuka mulimfanya nini Yusufu nyinyi na ndugu yake mlipokuwa nyinyi majahili? Mukamtia kisimani, mukampiga, mukamtoa nyumbani, saa zote mwamtesa. Wale wakashtuka, huyu bwana tuambia mambo as if yeye alikuwako. Haya mambo azungumza mambo mengi, haiwezekani huyu alikuwa hayuko. Wakamuuliza, qala a innaka la anta Yusuf, hebu tuambie kweli, haya utuambiayo haiwezekani wewe ulikuwa huko, wewe Yusuf kweli? Lakini amwambia, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Sasa takatoa hilo, kitu gani kimemfika pale? Awambia, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Mimi ndiye Yusuf na huyu Binyamini ndugu yangu hapa. Hakika mambo mawili mimi nilikuwa nayo, palikuwa na uchamungu hapa. Hili ukiwa nalo, awambia ndugu zake, ndio utafaulu tu. La pili lataka kusubiri, fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika Mwenyezi Mungu hatapoteza ujira wa wale wafanya umema, hatapoteza kabisa. Ucha Mungu katika subra, faith lazima uwe nayo katika mambo yako yote. Wewe weka ucha Mungu mbele, wallahi tuko ndani ya nyumba ya Mungu, wewe lazima utafaulu tu. Na la pili lazima usubiri. Haya mambo mawili, kusubiri yote yataka nini? Faith, na yataka ucha Mungu. Kwa hivyo Nabii Yusuf atupa remedy kwa vipi yeye alifaulu, alitumia mbinu gani? Sasa tukimwata Nabii Yusuf, kuna kisa cha pili hapa, the tree cutter and Iblis regarding faith. Kuna bwana mmoja alikwenda kwenye kijiji, safari moja alikwenda katika kijiji.
Akifika pale kwenye kijiji akakuta watu wana mti kama jibuyu, watu wenda kiabudia pale. Akauliza, hapa nyinyi ndio mkifanya nini? Asema, hapa ibada zetu zote si tufanyie hapa, si tuabudu hapa, huno mti ndio tuuabudu kama Mungu wetu huu. Yule bwana kufanya kitu, akarudi nyumbani, akaenda katukua panga. Akitukua panga, hiyo haja sasa kuukata mti. Ashaamua hapa cha kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake, hautaabudiwa mti. Mimi niko hapa nikaona watu abudu mti, sikubali kabisa. Akatukua panga kwenda kukata ule. Akifika ndiani, amkuta Ibilisi yuko katika ndia ya umbile la binadamu. Wenda wapi wewe? Amwambia, mimi nina safari, kuna mti ndaukata. Watu wamemwata Mwenyezi Mungu, wanaabudia nini? Wanaabudia mti. Akamwambia, hili jambo liko zamani, wewe hutaweza kuliondosha. Wao na ibada zao na wewe na ibada yako, kwa nini wewe waangilia? Amwambia, hapana, mimi kama ninashindwa kwa ulimi, basi nitatumia mkono. Mimi lazima mti nkaukate. Wakaanza mjadala, la utakata si ukati, utaukata si ukati. Wakaingia mbaroni kupigana. Akianza kupigana, mereka moja yule bwana akabwaga Ibilisi, akamshikia upanga ule atakamkata. Akamwambia, hapana, hakuna haja kukata, let's make a deal. Huna haja kunikata mimi. Dili gani? Akainuka sasa akamwambia, naeleza imani sasa. Ikiwa imani tunzungumza, imani ya Nabii Yusuf ilimfikisha wapi? Hebu tuitizame imani ya huyu ina msimamo gani imani yake. Akamwambia, let's make a deal. Dili gani nataka mfanye? Mimi lazima nikaukate. Akamwambia, tizama, mimi kila siku wewe usubuhi, mimi ukiamka, mimi dirham 3 mimi nitakuwekea tini ya mto wako. Wanaambia, kweli utafanya? Mwambia, wewe utaona, mimi sivundi ahadi yangu kabisa. Yule bwana akarudi. Siku ya kwanza asubuhi akiamka, akiondosha mto hivi, akuta dirham 3. Asema, mtu wa kauli kweli yule. Siku ya pili vile vile akifungua mto asubuhi, akuta dirham 3. Asema, it's a good deal, sina haja, mbio zangu nendazo sasa nitapumzika. Siku ya tatu akifungua, hakuna kitu. Akasema, leo nitapambana naye, mti nitaukata na nikimwona nitampiga. Ashandanganya huyo. Kile utaita nini? Conman au utamuita nani? Mtapeli. Sasa yuenda akaja akakutana naye Ibilisi. Wamwambia, tunagana vipi, wafanya vipi? Leo nitaukata. Hata ukanambia nini, wewe ushandanganya mimi. Utaukata. Wakaingia Amerika. Kumshika tu yule bwana, ampigwa chini na yule Ibilisi. Angia sasa atakamuua yeye sasa. Akamwambia, ngoja. Akasema, kwa nini? Amwambia, how come siku ile wewe rahisi sana mimi nilikupiga wewe na nikaribu nikuue. Leo vipi, leo unishinda wewe, mereka moja ushanibwaga tini. Amwambia, siku ile wewe ulikuwa na imani kweli, neno la Mwenyezi Mungu atakalisimamisha pale, wenda ukata kweli kwa ajili ya Mungu. Leo kwa ajili ya dirham 3 sikukupa. Una nguvu wewe, nguvu zile ulizokuwa nazo wewe leo huwezi kuwa nazo. Mimi pia nawaambia nyinyi vijana ambao mnangia misikiti kusafisha nyumba ya Mungu, kuiweka safi, hakuna kitu chochote mwapawa
msimamo huu tutaka tuwe nao sisi. Omi na grupu yake wale wanaosafisha misikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nyinyi mmejitolea usafisha nyumba za Mwenyezi Mungu. Ajira yake iko kwa Mwenyezi Mungu, mtapata kwake. Pale mkishamaliza pale kwa ombwa Mungu, namwambia Omi mimi, na kama afanyi awe atafanya kwa ombwa Mungu pale, kila mwenye dhiki yake aombe, kwa sababu mmejitolea lillahi kufuata kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Wenye kuamirisha nyumba za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewapa daraja kubwa sana. Kwa hivyo katika kazi ambayo nyinyi mwafanya, hino ni kazi kubwa sana ya Mwenyezi Mungu. Ikhlasi yenu ibaki pale pale bila kurudi nyuma. Sasa tutakangia fezi ya pili, fezi ambayo sasa hino ni persistence. Katika subra hino ingredient lazima iweko. Ukiwa wasubiri, la kwanza ni imani, shaizungumza. La pili ni persistence. Persistence nasema that which does not kill you. Yasema nini? Maliza kwa nguvu tusikie. Ianze kutoka mwanzo, tuanzeni pamoja. Kile ambacho wewe wakifuatilia ujue hakitakuua, matokeo yake kitakupa nguvu za ndani. Sasa tutaka kuizungumza hino persistence. Kuna mambo karibu matano how to develop persistence. Persistence ni kitu gani? Wewe umfanya kitu, umfanya hisabu, unaanguka, wasema no, narudia tena. Umfanya tena, baanguka, barudia tena. Kama alivyotufahamisha dokta juzi. Kuna siku hapa hino upande wa masomo, Jamali yuko hapa. Jamali, jianze kujitayarisha, utakuwa wewe na wenzako kina Zakaria, hiyo klasi itakuwa ni yenu. Tukimaliza inshallah taala klasi mbili, haya yote utakuja yazungumza. Isalil mujarrib, wewe watoka university umemaliza, lazima uje wa educate wenzako hapa. Kwa hivyo haya mambo ya kielimu, vipi wewe, how did you make it katika masomo yako, ilikuwaje wewe ukamaliza, lazima uje hapa motisha Jamali hapa. Jamali, tukubaliana. Kwa hivyo la kwanza katika miko yake, katika hino persistence, uwe uchoki wewe. Wafanya jambo halikuwa warudia tena, wafanya jambo halikuwa warudia tena. Kuna miko yake, lazima tuyajue hino miko yake ni kitu gani ikiwa you want to persist. Ya kwanza nini? A definite plan, a definite purpose backed by a burning desire. Una plani, ushaamua wewe, ushajipanga ndani, mimi kitu fulani liwalo na liwe mimi nakitaka. Sasa what is a burning desire? Tushaieleza siku za nyuma. Burning desire ni kitu gani? Katika kitabu chake Napoleon Hill, Think and Grow Rich, amweleza huyu sahaba Tariq bin Ziyad, alikuwako Awaria, asema sijui kama nitakikamilisha kitabu changu, na he's not a Muslim, kama sikumtaja nani? Tariq bin Ziyad regarding burning desire. Alikuwa ana sifa gani sahaba huyu?
bila ya kuizungumza persistence, asema shoti Tariq bin Ziyad tumtaji huyu sahaba mtukufu. Walitoka na msafara na jahazi lao mpaka wakafika kwenye port ambayo port ya Gibraltar. Akaamrisha yule watu wote watoke, watowe kila walicho nacho katika kile jahazi. Hichi kisa shakitoa, lakini hapa leo ni mahali pake, lazima nikirudie. Akaambia tokeni kwenye jahazi. Wakatoka na vitu vyao vote na silaha zao zote. They have to obey. He is the commander. Tariq bin Ziyad, yeye ni kamanda wa jeshi. Kila walicho nacho vyakula, akawaambia haya, pandisheni jahazi, livuteni jahazi lipande juu. Mahali wenyewe tukua hisabu kama vile mji wa kale vile, majahazi yaja yatakafanywa repair mahali kama vile. Likangojewa, maji yamejaa, likapelekwa mpaka ufuo wa chini kabisa, likawa maji yakikupwa lile labaki pale. Watu wakatoa kila kitu chao, akaamrisha jahazi lichome moto. Wale wanadangana, kila mmoja ndanganya, ni akili gani hii? Ndio nini tukilichoma moto, anything happen tutataka rudi nyumbani, itakuwaje mambo haya? Lakini wanyamaza, waogopa. Is the commander, lazima wamfuate. Wakalipandisha jahazi pahali pale lilipo, likaanza kutiwa moto jahazi. Wamekaa kando, jahazi likachomwa moto mpaka mbao zikatika zote, hakuna jahazi tena. Akawaita wote, akawaambia ndoni na kitu nitakawaeleza sasa. Akawaambia, ikiwa mtu ana fikra ati tutakwenda huko atarudi mambo si mazuri, atarudi nyumbani, fikra hiyo aitupe, hakuna nyumbani tena. Masafa tulikotoka, ikiwa ana uamuzi ule, bahari ile aoge. Huko twendako mambo mawili lazima yatokezee. Jahazi hatuna tena, hatuna kwetu tena sasa. Akwambia, sema mambo mawili lazima yapatikane, we either win or we perish. Mambo haya lazima tokezee, lazima tushinde, hatuna nyumba tena sisi. Si hivyo tuangamie sote tufe. This is the burning desire ambayo sisi tuizungumza. Wakaangia kupigana, wakaangia masafa, wakasafiri, vyakula vyao wakavichukua vile, kila kitu chao na silaha, wakaangia kupigana, wakaikonka Spain, wakatawala. Uislamu ukamea mizizi Spain miaka 800 years kwa ajili ya huyu waria mmoja huyu, wakatawala miaka 800. Leo mpaka leo Maspanish ukiwaona utaona Maarabu wengine. Sasa what is the point of the story? Ikiwa wewe wataka jambo lako, you must have a burning desire, uchome jahazi. Sio ile safari kuokoa jahazi. Hapa si mambo ya kuokoa jahazi, hapa ni kufanya nini? Semeni nisikie. Kuchoma jahazi. Kuchoma jahazi nini kwetu sisi hapa, ina maana gani? Manake lile ambalo wewe walifuatilia, ushaamua vivavo na vive. Mimi nitaka kuwa daktari, mimi nitaka kuwa pilot, mimi nitaka kuwa engineer, livalo na live. Hakuna nyumba kurudi tena mimi. Ati mkugumu, ati mwalimu hansikizi, ati sijisikii kusoma. Manake hiyo ndio msemo mkubwa huo. Naamka leo sijisikii kusoma, itakuwa hakuna hiyo. Mwalimu ampendi mimi,
mwalimu sijui hata namfanyaje mimi, hiyo fikira hiyo itatoka kabisa. Utakuwa huna zile weakness ndogo ndogo, wewe ushaamua wewe ataka nini. That is the burning desire ambayo sisi tuizungumza. Kwa hivyo uamuzi unao wewe ndani, lolote gumu utatafuta suluhisho liko wapi. Kwa hivyo hilo ni la kwanza. Halafu a definite plan expressed in continuous action, plani ambayo pengine umetaka shauri na mtu, mimi nataka karia hii, what do I do katika karia hii, nitapata usaidizi wa aina gani? Mimi katika hii ino karia naitaka, what is the market like? Mimi nitaingia alafu kuja kumarket, au mimi katika mambo ya profession yangu itakuwaje? Umpata mtu akakulekeza. Halafu baada hapo ni kitu gani? Baada hapo ni action. Sasa ni matendo. Sasa wewe umejitolea kufa kupona katika lile ambalo wewe walitaka. Narudia tena, mfano wa Dr. Yakubu ametupa mfano mkubwa sana juzi, ankuja mpaka na result zake, sote tumeziona hapa. Ni mfano mkubwa sana. When you want to turn a minus into plus, ametuonesha fanya nini. Hakuna excuse katika lile ambalo litaka. Kwa hivyo hilo ni la pili katika nini? Katika kudevelop persistence. La tatu, stay away from negative people. Nani atanmalizia hii? They have problem for every solution. Haya, hebu tusemeni pamoja sote. Stay away. They have a problem to every solution. Wakana mtu wewe yeye sikuwa ataka kukuonesha ndia, ile ndia ikiwako basi tatizo yeye. Tumefahamu vizuri Watu kama hawa tunawaita toxic people, wa kukuvunda moyo. Huna haja ya kuishi na mtu namna ile, manake uamuzi ni wewe. You are the driver of your life. Siku nyingine tulizungumza tukiwa kwa Naomi kule kwenye uwanda kwa boxing. Kuna mtu co-driver na yule driver. Ukitukua uskani wako ukenda ukampa mtu mwingine akupeleke wewe, basi hapo makosa yako hapo. Atakupeleka mahali wewe ukija ukirealize miaka 7-8 ishapita, you didn't do anything. Halafu ubaya sasa, he is living your life. No, wewe the only person you will live your life ni wewe peke yako. Yeye hataishi katika kiatu chako, hata akawa ndugu yako kivipi, mpaka akhera huko. Akhera Mwenyezi Mungu atuambia, yauma yafiru almar'u, wa kwanza utamkimbia ndugu yako, sikwambii rafiki tena. Hata huko pia watu watakuwa hawajuani, aseme huyu anipoteza, kwambia hiyo mchezo uliucheza mwenyewe. Hakuna kushikana mikono huko kabisa. Kwa hivyo hapa, avoid a negative people. They have problems to every solution. Kila ndia we utakayoitoa yeye kwake ndio pingamizi. Kwa hivyo watu kama hawa tujaribu at any cost wewe uwe utamwepuka. Atakakuja mahali kama hapa, kuna mdia wewe utakuja utapata awareness ndani, uamke,
akwambia hakuna haja. Mahali gani atakawe ukae? Barazani. Hakuna kitu chochote, faida yoyote wewe utakayoipata. Kwa hivyo hino ndio katika wewe kupata kudevelop persistence, lazima uangalie una rafiki aina gani anakupa moyo wewe. Kawaida they are always stuck, watu kama hawa in their comfort zone, na maisha hayako hivyo. There are challenges. Maisha saa zote yako na challenges. Kuna yule circus performer nimeandika hapa. Mwajua wale watu wa circus wale wanaekewa waya, halafu anapawa gongo au pengine hana gongo, anatembea juu ya waya. Mshaona hiyo wa circus Mara nyingi kila mahali yaoneshwa, ukiangalia utaona tu. Kwa hivyo wale, yule mmoja aliulizwa, he, vipi maisha yako? Asema life is lived on the wire, the rest is waiting. Asema mimi nijuavyo mimi maisha basi ninatembea juu ya ule waya, manake saa zote mimi nataka challenges, I want to face them. Asema ikiwa siko juu ya waya, asema wanapumzika tu. Sasa na wewe pia wataka challenges, huzikimbii. They are the ones who make you. Challenge yoyote ukikabili wewe, you grow inside, ndio ndani wakuwa wewe. The moment challenges ukiwa zikimbia, hakuna growth, unaanza kufa ndani. Unakaa kwenye comfort zone yako, unakuja fika mpaka miaka 60, 65. Unakuja ishi wewe, mtu ankufa miaka 2, watu hawajui pia nkufa wewe. Fulani siku hizi simuone. Hujui? Sijui. Leo mwaka 3 ankufa huu. Watu hawajui. Hakuna tofauti yote wewe ulileta duniani, kwa sababu hukutaka challenges wewe kuzikabili, ukaremain where you are. Hukutaka mageuzi ndani. Mageuzi lazima uwe na challenge, opposite to what you are doing. Halikuwa leo litakuwa kesho, halikuwa kesho litakuwa kesho kutwa. Hivi ndivyo tulivyoumbiwa na Mwenyezi Mungu. Leo mimi na wewe twapiga shahada, twaswali. It took 13 years for our beloved prophet, mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alayhi. Miaka 13 haoni mwangaza. That is persistence. Pia Napoleon Hill amzungumza huyu. Miaka 13 haoni mwangaza. Kila siku atukuwayo hatua nyingine, mambo yazidi kuwa magumu. Hebu tumpate na fulani tuwe kigurupu hivi, mambo ndio yazidi kuwa mabaya zaidi. Sasa watafutwa kuuliwa. Sasa ikafika time mpaka kuhama, kuondoka kwenda zao Madina. 13 years you are struggle. Ndio sisi tumekuwa Waislamu. Hakuna easy going, nothing for free. Na ni mtume wa Mungu, ilikuwa yeye lolote lilalo apata assistance, malaika washuka waua, mambo yankwisha. Lakini tungejifakhiri vipi sisi kama we had a prophet who was a hero, a warrior. Mkipata nafasi isomeni hapa, mimi nimeliweka kitambo sana hii. Isomeni, huyu mtu amemwandika, is not even a Muslim. Amempa sifa huyu, sifa zote amempa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni mtu ambaye alipersist. Aulizwa, wewe sema wataka mali tukupe, wewe sema wataka mwanamke mzuri kabisa upawe Maka, wewe wataka cheo, sema wewe tutakufanya wewe ndio uwe
mkubwa wetu, ndio we rula wetu, wewe sema. Ajibu nini? Asema leo mwatukua jua mkono wangu wa kulia na mwatukua mwezi mkono wa kushoto, mambo mawili yatokezee, mimi ni hilaki nipotee au nuru ya Mungu isimame. Takbir, Allahu Akbar. Huyo ndio alotufanya sisi leo tumekaa hapa, sisi twasema la ilaha illallah. Miaka 13 hajui mwangaza. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo katika phase nyingine ya persistence yasema never give up, great things takes time. Maisha usikate tamaa, kwa sababu mambo mazuri yatukua wakati. Wewe wataka kitu kizuri zaidi, ujue wakati mkubwa wewe utaupoteza. Sikupotea, you need time wewe kuwa great. Leo wataka kuwa medicine miaka 7, wataka engineering sijui miaka 4. Mention career yoyote utakayo, is taking time. Kwa hivyo you should persist, na uwe na moyo wa kusema mimi lile ambalo mimi na pursue, mimi lazima nilipate. Kwa hivyo wasema when life gets you down, look up and get up. Maisha yakikuangusha, leo mfanya hili alikuwa, ikiwa weza kuangalia juu, simama, bounce back, rudi katika lile ambalo wewe alitaka. This is life. Maisha, life won't give you what you want, it will give you what you are. Kila siku ulirudia mimi, maisha hayatakupa lile utakalo. Utasema kuja tuvunta moyo leo huyu, kila siku atuambia hivi, leo kuja tuvunta moyo maisha, sasa mimi nataka kitu fulani. Hayako kihivyo. Life won't give you what you want, it will give you what you are. Kwa mfano, mimi nimeamua nataka kuwa mtu fulani, pengine career yangu mimi nataka kuwa medicine, sema nataka kuwa pilot, lakini mpaka saa 4 saa 5 mimi nalala, lakini nataka kuwa pilot, nataka kuwa daktari, mimi naamshwa mpaka saa 4:30 mimi bado natizama TV usiku. Pengine untia vile viredio humu ndani, nyimbo saa zote, usiye tena kwechwe, usiye tena kwechwe. Hakuna kitu jengine wewe wasikiza, basi wewe manyimbo tu saa zote. Ona mateka na msijua hizo nyimbo, sema nzisikiza wapi huyu? Kwa hivyo it won't give you what you want, it will give you what you are. Wewe hustadi wewe manyimbo tu saa yote, halafu huyu anataka awe daktari na wewe daktari. Hiyo haiwezi kuwa kabisa. It won't happen, kwa sababu ile mikakati ya vile utakavyo wewe huna. Lazima uifuate mikakati ilivyo, saa kustadi, saa kucheza, saa kusoma, yote wewe una mikakati. Wewe lazima lile ambalo wewe walifuata wewe utalipata. Asema kumalizia, alafu nishike jengine, asema when things go wrong, don't go with them. Mambo ukiona yameharibika, usiyafuate vile uharibifu ulivyo. Don't go with them. Pale soma, pale pana kitu Mungu ataka kukusomesha pale. When things go wrong, don't go with them. Kuna kitu gani pale utasoma wewe katika lile ambalo wewe pale umelikosa? Ikiwa ni business, ikiwa ni mpata hasara, ikiwa katika masomo wewe wafuatilia, kuna kitu wewe pale kile ufanyacho akiwi pale, angalia umesoma nini. When you fall,
Pick up something, okota pale, utapata nini katika lile ambalo wewe umelifuata ukalikosa. Kwa hivyo sasa tumalizia la mwisho kabisa, ambalo kuna hii inasema nini? Life is like, sema kwa nguvu sikie. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Nasema maisha ni kama kupeleka baskili. Ikiwa wewe wataka ubalance, lazima usisimame. Ukisimama itakaa kombo baskili. You have to keep on cycling. Ndio hii ada ya maisha. Persist. Wewe wataka jambo lako, wewe endelea kulitafuta tu. Sasa la mwisho yasema nini? Sasa katika hizi mbio tuendazo, kuna vitu watafuta, kuna karia wewe wafikiria. Mwenyezi Mungu atakusaidia watu wale ambao wajisaidia. Hata kuna koti moja hapa pia tusomeni pamoja. Sema nini? Hii ndio ada yake Mwenyezi Mungu. Asema Mwenyezi Mungu akikusukuma mpaka kwenye ukuta wewe au kwenye cliff, hauna ndia tena wewe sasa kabisa. Mambo mawili yatatokezea. Moja, la kwanza atakufundisha wewe kuruka. Ina maana kuruka wenyewe kivipi? La pili, ukianguka ye atakupokea chini. Katika wewe kutaka jambo lako, uko usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Naam, usaidizi uko kabisa. Asema Bwana Mtume katika hadithi yake, asema inna nasra ma'a sabri wa inna alfaraja ma'a alkarbi wa inna ma'a alusri yusra wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Asema inna nasra ma'a sabri, hakika nusura iko katika wale ambao watasubiri. Nusura utaipata tu wewe. Wa inna alfaraja ma'a alkarbi, na huwezi kutatuka, lazima upitie mitukosuko mwanzo. Wa inna ma'al usri yusra, hakika baada ya dhiki itakuja faraji. Wewe lako kubwa wewe, what is your relationship with Allah? Kila siku swali hili watu waliuliza. Wewe mafungamano yako wewe na Mwenyezi Mungu, wewe wataka msaada, swala zako waswali vipi? Wewe katika ibada kubwa wewe ni kuwatii wazazi wako, wewe ushafunga faili. Wazazi wako wawatii kiwango gani wewe? Hapo ndiko kufaulu kote. Wala taqul lahuma uffin, Mwenyezi Mungu asema mpaka ile usimwambie mzazi wako. Hapo pana mtihani. Rafiki gani utakuwa naye wewe atakusongeza wewe na wazazi wako, relationship yenu iwe nzuri. Wewe na mzazi wako katika hali aliyo miaka 50, 60, tabia imebadilika. Atumia dawa za sukari, atumia dawa za presha. Wewe vamtriti vipi wewe kwa sasa huyu ni mgonjwa? Tabia yake sivyo alivyokuwa. Ana matatizo, ana jukumu la kuwatafutia chakula, elimu. Wewe utamtriti namna gani mzazi wako? Hili jukumu kubwa sana. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usimkaripie. Waqul lahuma qawlan karima, saa zote umwambia maneno mazuri. That is worshiping. Hiyo ni ibada kama kuswali. Swali, ufunge, ibada zote fanya, lakini relationship nyumbani, wewe ukitia guu mzazi ashafinya uso, hapo
si ishara nzuri wewe ya kufaulu katika dunia yako. Hilo ni moja. Relationship wewe na Mungu wako, swala zako wewe na watu ambao wafanya muamala nao, mwalimu, marafiki, maratibu msikitini, wakusema vipi wewe. Hiyo pia unajipima wewe. Tabia njema ndio kitu cha kwanza kitakachomtia mtu peponi. Tabia njema, wewe utakuwa saa zote wapata usaidizi, si mjeuri. Yoyote utakayemfuata atakuwa anakusaidia wewe. Kwa hivyo hizi tabia njema, nusra itakuja ikiwa wewe relationship yako na Mwenyezi Mungu wewe ni nzuri sana. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuku min haythu la yahtasib. Kila siku tutairudia aya hino, maana mahali pake leo pia atakupa riski kwa njia ambazo huzijui wewe. Sustenance, ilmu, fahamu utakupa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe mafungamano wewe na yeye mazuri. Na tuchunge marafiki ambao tayari yeye ashakosana na wazazi wake, hasikizwi tena nyumbani, halafu wewe uwe wataka advice kutoka kwake. Hapo itakuwa kuangamia tu, na utakapojua tena itakuwa ni too late. Kwa hivyo klasi yetu mimi naifunga hapa. Nataka kidogo nimsikize Omi naye amezungumze, na Jamali yuko hapa, Muhidini wazungumze kidogo ili kutegea time. Halafu unarudia tena wiki ijayo, tuko na test kama vile ambavyo twafanya, mmoja atakuja asimame kama klasi za nyuma vile tulivyofanya. Kwa hivyo haya yote ambayo tumezungumza leo itakuwa test yenyewe regarding topic hii ambayo mimi nimeizungumza leo. Inshallah Mwenyezi Mungu mwenye kusikia haki na kuwafuata tujalie inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi napenda kumsikiza Jamal zaidi kushinda mimi kusema. Kwa maana mimi sina time nyingi ya kuzungumza. Mimi nampisha Jamal tu, ndio furaha yangu atokana kwake. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.